pembezoni mwa redio kupatia habari, tukujuze habari kile ambacho tulichoweza kukikusanya na zile ambazo zilizoweza kutokea kwa siku hii ya leo, ndani pia na nje ya nchi hii ya Tanzania. Msikilizaji, sisi tunasikika pande zote ambazo upo. Tunasikika vyema tu, iwe Morogoro, iwe Mwanza, uwe Dar es Salaam, popote pale ulipo, sisi unatusikia vizuri tu kupitia tovuti yetu hapa. Kwema? Kwema. Habari za weekend? Kulikuwa na weekend ndefu hapa kidogo, ukijumlisha na sikukuu. Leo ni Jumatano ya tarehe 2 mwezi wa 4. Kwa hiyo mfungo mmoja umeisha, umebaki mmoja. Ramadhani ndio imeisha. Ramadhani imebaki kwa lazima. Kwa hiyo tuendelee kuendelea kama tulivyokuwa mwanzo, kuwa tiifu ili kuendeleza, tuache na wenzetu na wamalizie mfungo. Sio kwamba tumemaliza basi tunajisahau. Msikilizaji, karibu sana. Leo tunazo nyingi hapa, ama tunazo kwa uchache katika zile ambazo tulizokuwa tumezikusanya ndani ya Jamvini. Nasema tukio, ndugu yangu, amekuwa mengi sana. Naona leo kila anachokijaribu kukiandaa ni tukio. Kila anachojaribu kuandaa naona ni tukio. Mikasa imekuwa mingi sana. Matukio ni mengi. Mara huku mtoto kaibiwa, mara huku kalazimishwa kunywa sumu, mara huku mtu kauliwa. Ni hatari sana. Hatari mno. Kuna nini huko kwa upande wako? Kwa upande wangu huku bwana, mambo ni mengi. Tukio ni mengi. Tutaangazia taarifa hizi. Tutaruka pale moja kwa moja Morogoro. Morogoro pale ambako bwana atuhumiwa kumuua George Magnus Kayega baada ya kukataa kulipa shilingi 1000. Haya, hizo ni heka kutokea pale Morogoro. Kutoka Morogoro nyumbani au msuti home huko, unajua. Pia tutaruka mpaka pale Njombe ambapo binti mmoja bwana alazimishwa kunywa sumu. Alazimishwa kunywa sumu akituhumiwa kuiba shilingi 5000. DC wa eneo hilo afika eneo la tukio.